Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, umejaa upendo wote Bwana Jehova Jireh, na katika mambo yote mfalme, wewe ndio utendaye mapenzi yako. Jina lako Bwana litaendelea na kuinuliwa na kutukuzwa na kufanywa, yani kuwa ndio chanzo cha kila kitu na kila mtu na kila tendo lolote lile mwanadamu analolitenda kwa ukamilifu wa kutokana na neno lako. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ndiye mwingi wa neema na rehema wakati wowote Bwana Jehova Jireh tulipo katika kazi yako. Bwana wangu na Mungu wangu, asante ni kwa sababu ulituchagua ndio tuweze kukaa katika tuweze kufanya kazi yako. Ulituzaa Bwana Jehova Jireh na ukatuumba ndio tuweze kukamilisha Bwana Jehova Jireh yale yote ulikuwa unavyohitaji. Mwanadamu ni chombo kizuri, ni chombo cha dhamana mbele yako. Ni kwa sababu uliumba vyote, lakini mwanadamu ndio uliweza kupa uweza wote, nguvu zote na mamlaka yote iweze kumtawala na kutawala katika maisha yake. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huu Bwana, ninakomesha kila nguvu zote Bwana Jehova Jireh zinaweza zuilia watu wako wakose kupokea neno lako, wakose kusikia mapenzi yako. Riboria diversity didai contability huri vashanda riboria jamanta rabaganda rababushanta rababuria letima Ventari Bargan Manturia Biagra Bagunda, the Shinde Teddy Father Jehovah God, my Kuntarabagai, the Lire Teddy Father Globoria Jamantara Bagando, Asimaze Teddy Father Jehovah God. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu hakuna nguvu yoyote ile inaweza kujinua juu ya neno lako, kazi yako Bwana, ama mapenzi yako. Ateliweze kuonyeshana nguvu zake Bwana. Nguvu zako Bwana Jehovah Jireh ndio zinahitajika kuonekana, kusikika na hata kuwa katika utawala wote katika maisha yetu Bwana. Ninawafungua watu wote watu wako mahali popote walipo, ndio tuweze Bwana kuendelea pamoja Bwana Jehova Jireh kulisikia neno lako, kunena neno lako na kulitimiza neno lako kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu mapenzi yako Bwana ni sisi wote tuweze kupokea haki na neema katika uweza wako Bwana, katika neno lako. Asante Mungu wetu. Ribai konteria biangra baganda rababozai yatima serebentari badgan manturia biangra baganda rababozai yatima serebentari badgan manturia biagrobogota libazete didai konsifu ariabete didai Father Jehovah God my kuntara bagando. Sisi kama wanadamu Bwana mfalme wa ajabu, tukiwa wenyewe hatuwezi, lakini wakati wowote tunapoamini Bwana Jehova Jireh neno lako Bwana linatufungua na linatuweka katika nafasi yetu Bwana. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa ajili Bwana Jehova Jireh wakati wote tulipolitia jina lako, tumeona Bwana Jehova Jireh uwezo wako na utukufu wako ukitenda kazi katika maisha yetu kulingana na vile upendavyo. Nekio mwathani Ngai baba tulinaga rwimbo rwa gutoria hindi ciothe mwathani, ni tondu wotugi waku wega waku mwathani Ngai baba, irekaniro ciaku ikahingaga hindi ciothe tuko na muthenya, ni tondu wa wendo waku mwathani wakwa Jehova Ngai mutura moyo. Nindinaga rwimbo rwa gutoria mwathani wakwa Jehova, ni tondu wa kuhotithio niwe hindi ciothe na ndurite ndiruinite mwathani, nduri hindi mwathani Ngai baba Jesu uri wahingiriria baba Jesu gwika wendo waku mwathani, ni tondu baba Jesu kiria giatumire utuciare watuciarire ni tondu wa wendo ucio waku mwathani Ngai baba, tuture tuhingitie kuringana na uria wagiriire baba, na ithwe handu hau muthamaki tukahona mwathani Ngai baba Jesu mirimo itu mwathani wakwa Jehova, ngoro citu ikegira na thayo baba witu Jehova, meciria maitu magakinyanira mwathani Ngai baba kuringana na uria kwagiriire ni tondu wa hinya wa ritwa riaku Ngai. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, wewe ulituletea ukamilifu wote Bwana, ukafanya tukaweze Bwana Jehova Jireh kukaa katika uweza wako mfalme. Ule Bwana Jehova Jireh uliweza kutukamilisha na tukaweza kuitwa wana wa Mungu kupitia Bwana Jehova Jireh msamaha wa dhambi. Asante ni kwa sababu ya kazi yote ile Kristo wetu alitufanyia kazi ya maajabu ile Bwana Jehova Jireh mwanadamu hangeweza. Hakuna kitu kingeweza Bwana Jehova Jireh kuyatimiza yale yote ilitimizwa na mwana wao Yesu Kristo. Yule alikufa kwa ajili yetu Bwana, ni kwa ajili ya dhambi yetu ndio sisi wote tuweze kusamehewa dhambi Bwana Jehova Jireh, na tuweze kuitwa wakamilifu kwako Bwana kupitia yeye mfalme wa ajabu. Yeye yule aliweza kuondoa pingamizi zote na kiambazi kile Bwana Jehova Jireh kile kilikuwa kimesimama mbele yetu, na kikaweza kutugawanya na Mungu mfalme wa ajabu. Yule hangeweza kutufanya kuwa chombo kizuri ama kuwa
moyo moja pamoja naye. Ni kwa sababu kulikuwa kile kilikuwa kimesimama, lakini Yesu Kristo aliweza kusimama na akaweza kukiondoa, na akaweza Bwana Jehova Jireh kuturegesha katika uwezo wote na katika mamlaka yote ya Baba wetu na Mungu wetu. Nikionde inaga Mwathani Ngai Baba ngikugocaga ngigutugagiria Mwathani Ngai Baba nginago tugi waku Jehova, ni tondu irathimo ciaku Mwathani Ngai Baba hindi ciothe cikeraga Baba Jesu Muthamaki cionanitie riri waku no tonga waku Mwathani Ngai Baba miturire-ini itu na ngoro-ini citu. Ni wega Baba Jesu ni tondu wa kuhonio mirimu iria Mwathani twaturite turwarite, ugituhonia Mwathani Ngai Baba no gituheria thiini wa gikuo kiria Mwathani Ngai witu Jehova Ngai giatuhithite Mwathani Ngai Baba wendo waku kaga kuoneka. Baba witu Jesu Mwathani ugituhereria Mwathani Ngai witu irumi iria twarumitwo nacio Baba Jesu itangiahotire kwe, ugituma ngoro citu cituike imwe na hamwe nawe Kristo. Niki Mwathani kingikigiria turugame hariwe Mwathani Ngai Baba, turugame mbere ya andu aku Mwathani Ngai Baba aria matari maramenya hitho ya uthamaki wa iguru, aria matari maramenya Baba Jesu uria wendaga na uria weciragia Muthamaki. Tumaririe uhoro wa utonga wa iguru Mwathani Ngai Baba na uthamaki waguo, na niguo andu othe Mwathani mamenye na metikie Baba Jesu macoke kumbura uhoro wa uthamaki ucio Mwathani kuringana na uria wendete we Muthamaki. Ni twakugoca Mwathani Ngai Baba, ni twakwambararia Baba, tugithie na mbere kuigua kiugo giaku, na tugithie na mbere kurathimwo, tugithie na mbere kuohorwo, tugithie na mbere kuhonio, tugithie na mbere Mwathani Ngai Baba Jesu kugia na uhoti wothe Mwathani na hinya wothe thiini waku, na gutambura wendo uria Mwathani watwendire naguo Baba Jesu, na gutambura Mwathani riri uria Mwathani Ngai witu utangihota gutaririka Mwathani na tunyua twa andu Mwathani tigaria withurire Jehova Ngai wa iguru na wa guku thi. Ni ndakugoca, ni ndagukumia device did I conceive aliesete did I considerity perinete did I Father Jehovah reality pokaria cretaria divinity did I consent to be creation ararasete did I consent to reality did I faliba eromasete did I combanite did I kumahali abregabaganga lekonia kila kushara handi reality pinde resensete did I Father Jehovah God liparete did I kuntihidia lokinete did I Father Jehovah Jireh Mungu wa utukufu na Mungu wa neema returnity did I Father. Hallelujah mfalme wangu, wastahili sifa na utukufu. Tutakuinua na tutakuendelea na kukuinua. Dear glory fear blessed adom maletari adofenia alosity did I compacteria simplicity did I Father. Thank you ni tondu Mwathani Ngai Baba atotithirie kwaragia na thiomi. Thank you Mwathani Ngai Baba ni tondu no atotithirie kwaragia uhoro uyu muhithe Mwathani Ngai Baba, ugatuma Mwathani tuumbure Mwathani Ngai Baba uira waku Jehova Ngai wa matuine na hinya munene woguo ri uria Mwathani Ngai Baba tangihotekeka ni mundu wa kawaida Jehova. Amukira ngumo wasinde wito Jehova ni tondu wotugi waku. Ni tukwendete Mwathani, nawe ni watwendete makiria Mwathani Ngai witu, watwendete makiria nginya no muthe ni utwendete, na nikio tuikarite hau riri-ini waku na wega-ini waku ukengi waku Mwathani we hamwe na ithuĩ Jehova. Ritwa rĩaku Mwathani nĩ inene gũkĩra marĩtwa mothe Jehova, na nikio mwathi wakwa Jesu tuikaraga Mwathani Ngai Baba Jesu Mwathani tutari na ruo kana kĩeha ona kana thĩna, ni tondu ni watuheire wĩtĩkio na ukinyaniru. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh wewe ndiye Mungu wetu na mfalme wetu kwa mambo yote Bwana, na kwa ushahidi wote Bwana Jehova Jireh wa neno lako mfalme umeonekana, mfalme wa ajabu, ukitolewa na wale watu wakamilifu, na wale watu Bwana Jehova Jireh wasio na mawaa ndani ya maisha yao mfalme, wale umewafanya kuwa kile Bwana Jehova Jireh ulichokuwa unakihitaji. Na ulimwengu mzima Bwana Jehova Jireh wewe uliufungua kutokana na dhambi zake, na ukaufungua kutokana na maovu yote kwa uwezo wote na kwa Mungu na kwa nguvu zote, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Yeah. Tunaendelea na our topic. Hallelujah. Tunaendelea na topic yetu tukinena kuhusu the absence of God in man. The absence of God in man. Kile kinafanya Mungu akae bali na mwanadamu. Bwana asifiwe. Na tuliona kuna mambo mengi sana tuliweza kusoma part 1, part 2, hii ni part 3, na tukaona ya kwamba sio Mungu anatuondokea. Sio Mungu anatuondokea sisi, lakini ni sisi tunamuondokea Mungu. Tumesoma scriptures nyingi na tukaweza kuwa na
matayarisho ya neno la Bwana vizuri na kulielekeza kulingana na mapenzi yake. Hata siku ya leo tunaendelea tu na neno kulingana na mapenzi yake, ni kwa sababu yeye anatujali, yeye anatupenda, yeye anatushughulikia katika mambo yote. Na ninafurahi sana ni kwa sababu yake yeye alikalia kiti cha rehema. Yeye amekalia kiti kile tunaita cha utukufu katika mkono wa Bwana wa kulia. Hapo ndipo ametupumzika Kristo Yesu. Na ninafurahi sana ni kwa sababu wakati ule nimesoma neno la Bwana, nimeona ya kwamba hata mimi niko pamoja naye na nimepumzika pamoja naye katika kiti chake cha utukufu. Ameniweka mahali pale niweze kukua mmoja pamoja na Mungu katika uweza wake wote. Na ndio niko hapa nikitangaza ule uweza, sababu tayari ameweka ule uweza ndani yangu. Ameweka lile neno ndani yangu. Ameweka ile mapenzi yake ndani yangu. Amenituma niende nikafanye katika ulimwengu wote kuhubiri neno lake. Nikaweza kujulisha watu wote mapenzi yake na pendo lake juu yetu katika maisha yetu. Na akanifundisha na akanielekeza ya kwamba yeye hana chuki na mtu yeyote katika ulimwengu. Kile Bwana kimejaa ndani yake ni upendo. Yeye hana tabia baya. Kutoka mwanzo wake hajawahi kuwa na tabia baya. Tabia baya ni kwa sababu watu wengi wanafikiria Mungu anaweza ua. Watu wengi wanafikiria Mungu anaweza kasirika. Lakini kulingana na neno, Mungu hajawahi kasirika. Mungu hajawahi ua. Mungu hajawahi pendezwa na moyo usio na urembo wa neno lake. Anataka sisi wote tuliamini neno, na lile neno ndio ni la beautify our hearts. Linafanya udani wetu wa moyo uweze kuwa mrembo mkamilifu, na uwezo wote katika lile neno unatenda kazi ndani yetu kwa pendo lake. Kwa hivyo wakati mambo kama haya haifanyiki ndani yetu, tunakuwa ndani ya absence. Yani tunakuwa ndani ya kutoongozwa naye, kutosikia yeye, kutomuelewa, na nuru yake hakuna wakati inakuwaka pamoja nasi. Kwa hivyo kila wakati tunajikuta katika hali kama zile, neno linatuonyesha ya kwamba tunaendea gizani. Na wakati tunaendea gizani ni kusema ya kwamba the presence of God haiandamani na sisi tena. Is no longer with us. The presence of God is no longer with us. Kwa hivyo ni wakati tunafaa kuelewa na kutambua na kujua ya kwamba presence of God inaandamana nasi wakati wowote tumekubali neema yake iweze kuwa pamoja nasi. Ndio yeye tusikaweza kuhesabu his absence in our lives. Kwa hivyo wakati wowote tuko katika hiyo neema yake, na ni katika neno lake kuliamini na kutambua mapenzi yake na kuelewa kwa nini alipokuja katika ulimwengu huu, aliposhuka kutoka mbinguni akaja katika ulimwengu huu wetu, ndio anje aweze kutuongoza, kutufundisha, kutuelekeza, yani kutenda kazi pamoja nasi, na atuonyeshe njia ya utendaji wa ile kazi. Na ndio tunaona ya kwamba alitangulia kuja, na ndio aweze kuonyesha mitume vile kazi yake inafaa kufanyika. Na ni ukweli alifanya ile kazi, na kazi yake ikakamilika ndani ya apostles, ndani ya apostles, ndani ya disciples, wale aliokuwa nao 12. Na sisi tumefanyika kuwa God's disciple. Tuna disciple watu wa Mungu
wale Mungu alitupa. So kila mmoja wetu anafaa kuwa a disciple. Tunafaa kuwa na classes za discipleship, ndio tuweze kufundisha watu wengi juu ya na ninaweza kukudisciple ukiwa tu bali, ukiwa tu nje. Kama unaweza fuata mapenzi ya Mungu kulingana na vile tunavyofundisha, sababu hata sisi tumefundishwa na watu walio bali, tunaongozwa na watu walio bali. Walio nchi za Korea, walio nchi za bali kwa ubali, wanatuongoza. Wanafanya tuweze kuelewa ufunuo wa Mungu. Wanafanya tuweze kuelewa wakati ule Mungu aliyo pamoja nasi na wakati ule Mungu aliyo nje. Yes. Wakati ule nani aliambiwa atengeneza Sabina, Noah, Mungu alikuwa anataka presence yake ikae ndani ya ile Noah's Ark. Alikuwa anataka yeye akae ndani ya hiyo Ark. Na akatahitaji sana na akatamani watu waweze kuingia ndani ya ile Ark, sababu ndani ya hiyo Ark hapo ndipo his presence dwells. Kwa hivyo Mungu hakuwa nje ya ile Noah's Ark. Na ndio tunaona wakati ule Noah alitengeneza ile Sabina, na mafuriko wakati ilipokuja, kwa sababu Mungu hakuwa outside the ark, alikuwa inside the ark, aliweza kusave wale waliokuwa ndani ya ark. But wale waliokuwa nje ya ark walikufa wote na ile mafuriko. Kwa hivyo wakati wote tuko nje ya presence of God, hakuna kitu kingine tunaweza kipokea isipokuwa tu darkness, curse, death. Bwana asifiwe. Hizo ndizo vitu zile inaotawala ndani ya mtu yeyote ako nje ya presence of God. Na ndio tuweze kupokea ile presence of God, ni lazima tujue kuna njia. Kuna ile njia inatusaidia kupokea ile presence. Hatuamuki asubuhi tunasema tuko ndani ya presence, ate Mungu yuko hapa. No. Na watu wamezoea kufanya hivyo. Ni kwa sababu wamepokea pesa. Mtu anasema ate Mungu yu hapa. Hapana. Ati kwa sababu bwanako ameamka akikuchekeza, bibi yako ameamka akikutayarisha vizuri na furaha, ati unasema kweli Mungu leo ametembea. Huyo ni mtu mwenye hajui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Huyo ni mtu mwenye haelewi kazi ya Mungu katika maisha yake. Sababu Mungu anafaa kuwako wakati ni kuzuri, wakati ni kubaya, ndani ya moyo wako na ndani ya mawazo yako. Kuwe kuzuri, his presence inafaa kuwako. Kuwe kubaya, his presence inafaa kuwa in your heart. Sio wakati huu Mungu hayuko na wakati ule Mungu hayuko. Na haya yote yanatimika wakati gani? Wakati ule tumelisikia neno, wakati ule tumelisoma neno na kufafanukiwa na vile linavyosema. Wakati ule tuko chini ya mamlaka ya watumishi wa Mungu, wale wametumwa katika maisha yetu, ndio waweze kutufundisha na kutuelekeza. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninampenda wakati huu tunaendelea na neno la Bwana, tuweze kujua ya kwamba kuna njia ya kuelewa, kukaa ndani ya mapenzi ya Mungu, kuishi katika mapenzi ya Mungu, kutembea na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Sio tu kusema, sio tu kufungua mdomo na kusema. Wana wa Skefa walisema,
Mungu yule anayetawala ndani ya moyo wa Paul, wakaenda kutoa mapepo na hiyo jina la Paul na huyo Mungu wa Paul, lakini wote walipigwa, walilanuliwa maguo na yule pepo, sababu pepo aliwaambia Paulo na mfahamu. Yes, Paulo namjua. Yesu ninamjua. Nyinyi nanyi ni akina nani? Sawa, watu wa Mungu tukae tukijua tunaweza cheza tujikute tumetandikwa. Wakati wote tunapolitanja lile jina la Bwana kwa msaha, lile jina la Bwana tusipolitambua na kulijua vyema, tutaweza kujikwaa na kufanya tukaweza kujikuta katika hali, katika vita, katika mapigo, katika mateso mengi, sababu tunafikiria tunajua lakini hatuelewi. Nataka tuweze kuangalia katika kitabu ya Psalms tuone kama Daudi alimfahamu Bwana Mungu wake. Katika Psalms 5, katika kitabu ya Psalms 5 from 7, ninajua last time tulisoma 1 to 6, lakini sasa nataka tuanzie 7 tuweze kuona ya kwamba Daudi vile aliweza kuelewa righteousness of God na mercy, vile Mungu aliweza ku attribute mercy and righteousness of God. Katika kitabu hiyo tutasoma mpaka Kikuyu. Tunaona ya kwamba neno linasemaje? As for me, I will come unto thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear I will worship toward thy holy temple. Akasema, atibali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikilielekea hekalu lako takatifu. Anasemaje? Kwa Kikuyu anasema ya kwamba atenore no niere todo wa utugi waku muingi. Daudi alitambua Mungu ana fadhili nyingi. Mungu ni mwenye fadhili nyingi. Alitambua, hakutegemea mwanadamu, hakutegemea utajiri wake. Alijua fadhili hakuna mahali pengine zinaweza patikana isipokuwa tu kwa Baba. Akasema ya kwamba utugi waku muingi ngugitonya nyumba yaku gukuinamirira gwetigirite ndorete hekalu yaku theru. Huyo ni mtumishi wa Bwana ananena haya. Nani? Daudi. Akasema nitaingia ndani, nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho. Yes. Nikielekea hekalu lako takatifu. Daudi alitambua fadhili za Bwana. Na kutambua fadhili za Bwana ni kutambua ya kwamba Bwana Mungu wangu, pasipo kutambua yale yatokao kwake. Na ninafurahi. Asante sana Catherine, asante sana my dear Joseph na Sonia wangu. Nashukuru sana, tukikaribisha wale wengine tuweze kubarikiwa pamoja na wao. Na ninatushukuru, nitaendelea kushukuru tukifanya hiyo kazi ya Mungu pamoja nanyi. Daudi alitambua kabisa fadhili haiziwezi toka katika mahali pengine. Thasi ya Ngai gutire handu hange cingiuma. Utugi wa Ngai hatire handu hange ungiuma. Hakuna mahali pengine unaweza toka.
Akatambua ya kwamba wingi wa fadhili za Bwana zatoka ndani yake. Naye akamwambia, nitaelekea chumbani mwako. Nitaomba. Nitaomba kwa kicho. Bwana asifiwe. Nitaomba. At I worship toward thy holy temple. And I in thy fear will I worship toward thy holy temple. Holy temple. Daudi alijua. Wacha nikwambie mtu wa Mungu. Daudi hakuingia ndani ya chumba. No. Wacheni tuweze kuwa tunatambua mambo haya vyema. Alitambua Mungu ni yule aliye ndani ya moyo wake. Alifanya moyo wake hekalu ya Bwana. Alifanya moyo wake. Alijua ya kwamba Christ hayuko nje. God hayuko nje. God yu ndani yangu. Nitaingia chumbani mwangu. Mimi leo kwa kusaidiwa na Roho wa Bwana. Chumbani mwa Bwana si building. Chumbani cha Bwana si building. Chumba cha Bwana ni moyo wangu, ndani yangu, mahali yeye amekaa, mahali yeye amepumzika. Hapo ndipo nami nataka kupumzika. Hapo ndipo nataka kufurahia. Hapo ndipo nataka kuomba nikiwa. Yes. Nitamtaja yeye aliye na uwezo wote. Nitamtaja yeye aliye na nguvu zote. Nikiwa ndani yake na yeye ndani yangu. Nitamtukuza na nitamtukuza na nitamuinua. Kwa uwezo wote wangu ndani yangu. Amenipa kibali, amenipa nguvu, amenipa mamlaka. Daudi akatambua. Ni kwa fadhili zake nyingi zile tutitoka ndani yake. Ni kwa his righteousness. Hallelujah. Akaendelea na kusema ya kwamba atibali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho nikielekea hekaluni mwako. Yes, hekalu ya Bwana iko wapi? Hekalu ya Bwana ni iko ndani yangu. Tena neno linasema I am the temple of God. So nitamuomba yeye aliye ndani yangu. Nitamuinua yeye aliye ndani yangu. Nitamfurahia yeye aliye ndani yangu. Nitamuimba yeye aliye ndani yangu. Oh hallelujah. Daudi akamtambua. Number 8. Let me, O Lord, in thy righteousness, because of my enemies, make thy way straight before my face. Bwana uniongoze. Yes. Alielewa na akatambua. Uongozi mwema unatoka kwa Baba. Uongozi mzuri uko kwa Baba. Daudi akatambua. Daudi hakuomba kitu yenye haelewi. Daudi aliomba mambo yale aliyokuwa anaelewa. Daudi aliomba yule alikuwa anamuelewa. Yeye ndiye mwenye fadhili. Yeye ndiye mwenye nguvu. Yeye ndiye mwenye uwezo. Yeye ndiye mwenye utukufu. Alimuomba yeye. Hallelujah. Alimuomba yeye, alimuinua yeye, alimtukuza yeye kwa sababu ya neema ile Daudi aliweza kuitambua ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo Daudi alitambua his righteousness, God's righteousness. Alitambua imani, faith. Alielewa imani yatoka ndani ya Mungu. Hakukubali kuinua kitu chochote kutokana na yeye. Nashukuru Bwana Mungu wangu. Kwa sababu wakati ule, wakati mtu anakosa kutambua faith, imani inatoka kwa Mungu. Faith came from God. Wakati tunakosa kuelewa righteousness, we have no our own righteousness.
righteousness come from God. Wakati tunakosa kutambua hayo, tunakaa katika disobedience. Tunakaa katika, Bwana asifiwe, tunakaa nje ya mapenzi ya Bwana. Na hiyo roho inafanya tuweze kuingia katika hali ya kusononeka. Mioyo yetu inainama. Akili zetu zinakosa kuwa katika mpango wa Mungu. Tunakuwa afflicted katika mambo mengi. Kwa sababu ya kuingia katika disobedience. Daudi akaobey neno la Bwana na akalitimiza neno la Bwana kulingana na vile Mungu alivyokuwa anavyohitaji. Kwa sababu gani? Wakati nilipokuwa ninasoma hiyo chapter ya Psalms 5, niliona ya kwamba uremi ni kwaga kuigua Ngai. Uremi uria wothe uremi thĩinĩ witũ nĩ kwaga kuigua Ngai. Mũndũ agĩthĩnia na maũndũ marĩa we arenda. Wakati tunapojisumbua na mambo yale tunayotaka, wakati tunapokaa tukijitazamia ourselves, Bwana asifiwe, hiyo ni kuonyesha ya kwamba tunajisumbua sisi. Twajisumbua sisi wenyewe. Na wakati wote tunapojisumbua sisi wenyewe kwa mambo mengi, haleluya, kama vile Yesu Kristo alimwambia Martha, wajisumbua kwa mambo mengi na unahitaji tu kitu kimoja. Daudi akaelewa hiyo kitu kimoja ni nini. Na hiyo kitu kimoja akatambua ni ya kwamba kuingia katika chumba cha Bwana na kumuomba kwa kunyenyekea, kumshukuru kwa kunyenyekea. Kunyenyekea ni nini? Kunyenyekea ni kuombe, ni kutii mapenzi yake na kuliamini neno lake mwenyewe. Bwana asifiwe. Akakubali kuwa ndani ya chumba cha Bwana. Haleluya. Hiyo ndio kuombe. Na hiyo ndio tunaita kunyenyekea. Bwana asifiwe. Kunyenyekea sio kujitunga na kujiweka kulingana na vile unaonanga watu wamenyenyekea wanakuanga, ama kuongea pole pole, ama kutufanya mambo kwa mpangilio. Hapana. Ufanye kwa mpangilio, usifanye kwa mpangilio. Kutii ni kukubali mwongozo wa Bwana na kufanya mapenzi yake, pasipo kujisumbua wewe mwenyewe, pasipo kujitegemea wala kutegemea ulimwengu na vitu vyote vilivyo ulimwenguni, ukafika katika nafasi ya kumtegemea Bwana. Hallelujah. Thank you Jesus. Watu wengi wako katika hali ya problems, afflictions, mambo ni mengi. Unajikuta katika hali kama zile ni kwa sababu ulidisobey. Adam and Eve walidisobey. Walijikuta wapi? Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwetu sisi tuweze kuondoka ndani yetu. Tuondoke ndani yetu, tukae ndani ya mtu mwingine. Kukaa ndani ya mtu mwingine ni kufanya nini? Nanena ninaelekea kutii msalaba wa Kristo. Na kutii msalaba wa Kristo kwangu ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba kuamini kazi ile aliyoifanya. Kufa, kuzikwa, kufufuka, na kuonyeshana utukufu wa ufufuo wake kwa watu wote sisi. Akatuokoa, akatufungua
na mambo yale yote yalikuwa yanayotutesa. Hallelujah. Ninaangalia mtu kama Adam and Eve. Wakati ule walikuwa wamesimama katika mwanya, Mungu akamwambia usikule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna matunda yale yaliambiwa asile. Lakini kwa sababu ya kuwa sikio lake limevumbwa na self, alivumba sikio lake na self. Na wakati ule aliweza kufanya kujitegemea, kujitawalia, kuchukua nafasi ya kujiongoza na kutokubali kuongozwa na lile neno la Bwana alilolisikia wakati Mungu alipomnenea. Alijikuta katika hali ya mateso mengi, hali ya kifo, hali ya chuki, hali ya makasiriko. Na hayo mambo ndio watu wako ndani yake wengi. Death inalia ndani yao. Curses zinatawala ndani yao. Darkness inatawala ndani ya watu wengi. Adam and Eve, darkness, curse, death, sikawa ndio silikuwa zina waongoza. Sababu ni gani? They choose to let themselves. Bwana asifiwe. Kujiongoza wenyewe, kujipeleka wenyewe, kwa sababu ya make their own choice. Wali make their own choice, nayo ikawadharau. Choice yao iliwadharau. So nasema hivi, kudharaulika kwetu na kujikuta katika hali za fulani ni kwa sababu ya kujiongoza. Sisi ndio tunajidharau. Twajidharau sisi wenyewe. Wakati walipokula lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, resort wao ndio walijiletea their own resort. Wakati walipokataa mapenzi ya Mungu, walijiletea resort ya kufanya nini? Ya kuwa rejected, kukataliwa. Wao wenyewe ndio walifanya hiyo kitu tunaita rejection, kuwa rejected ikuje juu ya maisha yao. Sio Mungu alitaka kuwa reject. Sio Mungu alitaka kukaa bali na wao. But wao ndio wali create that room of rejection. Wao ndio wali create that room. Sababu wakati ule walikataa mwongozo wa Mungu, hapo ndipo waliingia katika rejection. Hapo ndipo waliingia katika absence, where grace of God ikawa sasa hayadamani pamoja nao. Wakawa katika hali ya kuteseka, wakajitoa wao wenyewe katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Na tukifika katika nafasi kama ile, ni sisi tuweze kujua njia tena ya kujitoa katika ile mess. Hiyo mess ni wao walijiletea. Hebu angalia hata wewe. Umejitengenezea mess katika maisha yako? Mara mingi tunatengeneza mess katika maisha yetu kwa pesa, tamaa,
kubwa, tamaa nyingi sana katika maisha yetu. Tamaa ya umaraya inafanya mtu aweze kutengeneza mess. Tamaa ya fedha inafanya mtu aweze kujitengenezea mess katika maisha yake. Una mess maisha yako kabisa. Tamaa ya wivu. Tamaa inafika katika nafasi mpaka ya kuua. Tamaa inakufikisha katika nafasi mpaka ya kuondoka katika nyumba yako, katika ndoa yako. Unaenda kwa sababu umetekeswa na mtu mwingine. Yaani vitu ni nyingi. Mambo ni mengi sana. Sana. Ulimwengu umejaa messes. Umejaa messes. Vile tu unaweza kuita. Yeah. So ni wewe uweze kuangalia mambo kama hayo. Usikaweze kujiingiza katika dhuluma. Usikaweze kujiingiza katika dhuluma. Uweze kudhulumu your life na your family's life. Sababu wakati mzazi ameingia katika hali kama hizo za mess, unafanya hata familia yako iweze kuwa na shida. Mungu alikuwa anajua man's behavior. Alikuwa anajua. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo Mungu tu ndiye alikuwa na solution. Solution ilikuwa tu kwa Mungu. Na ndiye alimleta mwanae wa pekee, Christ Jesus. Hallelujah. Alikuwa amemtayarisha Christ aweze kuwa solution yetu sisi, kwa sababu tuliingizwa katika hali ya dhambi. Na yule alituingiza alishindwa kututoa. Hata yeye alishindwa kujitoa ndani ya mess. Yes. Mungu naye ni mwaminifu na ni mpenda mwanadamu. Upendo wake uko juu ya mwanadamu. Akawa na solution. Na hiyo solution ilikuwa nini? Hiyo solution aliweka kuwa the seed of the woman. Seed of woman. Aliweka Christ kuwa seed of woman. Seed ile mbegu tunaambiwa tutoe kanisani. Seed stand for Christ. Seed is a sandal of Christ. Na hiyo seed ni mbegu ya mwanamke. Mbegu ya mwanamke ni Christ. Sio sisi. Mbegu ya mwanamke ni Christ. Na ikaweza kuwa hiyo ndio ilikuwa imewekwa kama Lamb of God, kondoo, mwana kondoo wa Mungu. Ndiye aje aweze kuleta solution, mwanadamu aweze kutoka katika hali ya upotofu, hali ya kifo, hali ya laana, hali ya giza. Aweze kutoka ndio aweze kurudi tena katika mpango wa Bwana ule alikuwa nao kutoka mwanzo. Mpango wa Bwana ulikuwa gani? Mwanadamu aweze kuwa furaha ya Bwana, upendo wa Bwana. Mwanadamu ni child of God. Kwa yeyote yule anayeamini kazi ile Kristo Yesu alikuja kufanya ulimwenguni. Hallelujah. Kwa hivyo ili jambo alikuwa amelifikiria, alikuwa amelipanga kabla ya wakati, na uko mbele kabisa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Hallelujah. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, alikuwa anakuwaza na alikuwa amepanga. Yeye ndiye ako na solution ya mwanadamu yule. Hataki kusikia wala kuongozwa wala kufundishwa. Bwana asifiwe. Akaweza kuleta solution
ile alikuwa ameipanga. Hakuipanga ati kwa sababu mwanadamu amekosea. Ilikuwamo hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Alikuwa anajua yale yote yatakuja kufanyika. Yeye tu chanzo cha uumbaji, yeye tu ndiye atatekeleza, sababu alikuwa anajua mwanadamu anayeumba ako na akili zake na akili za upotofu, na yule mwanadamu hataki kuongozwa. Hataki kuongozwa. Kwa hivyo, kwa sababu yeye ni Mungu, akaweza kufanya mambo yale yote iliweza kuhappen kwa wakati huo. Aliweza kuleta uponyaji wake katika maisha yetu kwa kupitia mwanae Yesu Kristo. Na ndio Yesu Kristo aliweza kutangulia kabla sisi hatuja kuja ulimwenguni. Ndio alituredeem. Christ alituredeem kabla hatujazaliwa. Kazi ya Kristo ilifanyika kabla hatujazaliwa. Hivyo ndivyo neno linasema. Miaka 2000 imepita, nafikiria haukuwako hata wazazi wako. Kwa hivyo hiki kitendo cha kufa, kuzikwa na kufufuka kilifanyika kabla hivyo ndivyo ukweli. Ni vile hatukuelezwa hayo yote zamani. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Yesu alikuwa ameredeem his people. Alikuwa ameturedeem. Bwana asifiwe. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, alikuwa amekufa na akazikwa na akafufuka. Hiyo yote najua ni kisungumkuti kwa wengi kwa sababu ya kile tulifundishwa, lakini yote iko kwa maandiko. Yes. Na Mungu alikuwa anajua kuna mambo mwanadamu atajiletea, sababu mambo yote mabaya, hali yoyote chafu haitokani na Mungu. Kwa sababu ya upendo ulio ndani ya Mungu na mwanadamu, ndio ilifanya aweze kutuokoa, kwa sababu anatupenda sana. Anatuwaza mawazo mema. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Anatupenda sisi wote pamoja. Kwa hivyo Daudi wakati ule alikuwa anaandika hiyo Psalms, aliweza kunena kuhusu righteousness of God, goodness of God. Yes. Na baadaye tusome pamoja hiyo Psalms hiyo 5:8 tumesoma tukaona na Kiswahili. Bwana uniongoze kwa haki yako. Daudi alijua Bwana ndiye mwenye haki. Kwa sababu yao wanao niotea wazishe uisawashishe njia yako mbele ya uso wangu. Namba 9. For there is no faithfulness in their mouth. Midomoni mwa wanadamu hakuna haki. In their mouth, their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongues. Kiswahili, maana vinywani mwao hamna uaminifu. Kwa hivyo Daudi alitazama akaona, uaminifu Bwana unatoka tu kwako. Katikati ya watu hamna uaminifu. Mtima wao ni shimo tupu. Koo lao ni saburi wazi. Ulimi wao hujipendekeza. Bwana asifiwe. Huyu ni Daudi. Alielewa ndani ya Mungu hapo tu ndipo kuna righteousness and goodness. Hallelujah. Akamuinua Bwana. Number 10. Destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their
transgressions, for they have rebelled against thee. Daudi alijua hauwezi kuwa rebelled kama Mungu umekubali Mungu aweze kukuongoza. Ninakuona Pastor Beatrice very well. Inafunikwa na kitu hapo, sio ni vizuri lakini nitaisoma. Very well, that before the foundation. Mungu ni mwema. Kwa hivyo Mungu alijua, Daudi alijua they rebel. Na kutambua haya ni kuelewa ya kwamba wamekataa kusikia sauti ya Bwana. Ndio wamekuwa wabaya kwake. Ndio wanaweza fanya matendo machafu. Ndio wanaweza kumuingilia. Ndio wanaweza kumkomesha. Lakini Daudi pale juu alisema, mimi nitatazama tu nyumba yako. Nitapiga magoti katika nyumba yako takatifu. Nitakuinua na nitashukuru pendo lako. Bwana asifiwe. Daudi alitambua pendo la Mungu, wema wa Mungu, uzima wa Mungu, haki ya Mungu, goodness of God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na wakati alipokuwa anatazama hayo yote, akaweza akutaka tuweze kujua na kutambua. Hakuna mahali pengine tunaweza toa licensness. Daudi alitambua. Kiswahili inasema, wewe Mungu uwapatilize na waanguke kwa mashauri yao, watoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Ni Mungu walikataa. Wakati munaona tunakataa mwongozo wa Mungu, tunamkataa Mungu. Tukikataa mwongozo wa Mungu ni kumkataa Mungu. Bwana asifiwe. Na wakati tunapomkataa Mungu, tunafanya aweze kuwa tuweze kuwa, yani his absence iweze kuja katika maisha yetu. Kwa hivyo tunakosa sasa kusikia wema wake, his goodness, his righteousness. Tunakosa kuwa katika nuru. Nuru inatuondokea. Tunakaa katika giza. Wakati ule mtumishi wa Bwana huyu alisema niiteni Mara, aitwe Mara. Alisema aitwe Mara kwa nini? Kwa sababu alisema Mungu alimuacha. Hayuko pamoja na Mungu. Na wakati ule nilikuwa ninafafanua hiyo neno Mara, na hivyo ndivyo Hebrews 1 Mara, Hebrews 1 Mara ni Hebrews 1. Kwa hivyo wakati ule nilikuwa ninatazama, niliona ya kwamba kwa hivyo the word Mara ile alijiita, na ile Mara wakati walifika Mara, mahali pale hakukuwa na maji, palikuwa maji ilikuwa kali, naye yule mwanamke alikuwa ametoka katika mji wa mkate, akaenda kule akaenda mji wa laana. Wakati aliporudi kwao, wakati wakamuita Naomi, waliwaambia hapana, niiteni Mara. Wacheni kuniita Naomi. Ni kwa sababu nilikataa kusikia sauti ya Bwana. Not to do the will of God. Alikosa kutimiza mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo Mara katika Hebrews ni kusema ya kwamba umekataa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Na ni kujiita wewe mwenyewe pua, mtu mwenye ni pua. Yani pua. Mtu mwenye yani
wewe hata hauna kitu. Yeah. Wewe hauna kitu. You are poor. You are maskinis. Hauna uzima wowote ndani yako. Hauna uzuri wowote ndani yako. Sababu Mungu uliacha Mungu. Wakati wote tunapomuacha Mungu, tunakuwa poor. Tunafika katika nafasi ya kuwa poor. Yeah. Na tumefika katika nafasi ya kutofanya the will of God. Will of God ndio inafanya tuweze kuwa tumepokea vyote. Tunakuwa na ile kitu tunaita the riches of God. Utonga wa Ngai okaga hindi iria twetikira gwika wendo wa Ngai. Gwika wendo wa Ngai niguo riches of God. Niguo twamukagira utonga wothe wa roho kuma hari Ngai. Kwa hivyo kuwa rich in the Lord ni kufanya the will of God. Wakati tumefanya will of God, tunapokea the riches of God. Katika kitabu ya Mara Numbers, unakumbuka wakati ule wana wa Israeli walifika katika mji wa Mara. Please. Sorry, ni mtu ameintervene sasa nikaweza kujikuta katika hiyo hali. Na naomba kama anaweza ngojea nimalize niweze furahi. Kwa hivyo Mara ni kusema rebel against God, katika nafasi ya kuto, yani tumefika katika nafasi ya kutofanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na mahali pale walikataa kusikia, walikataa kufuata, walikataa kukaa katika mapenzi ya Mungu. Wakati walipokuwa Mara, wakakataa kufuata na kufanya mapenzi ya Mungu, wakakataa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Katika kitabu ya Numbers, wacha tuangalie katika kitabu ya Numbers 20. Numbers 20. Numbers. Mambo haya tunafaa tuweze kufundishwa na tufundishike pole. Hatuna haraka. Mimi sikuwagi na haraka. Mimi haraka ya kumalizia mambo mimi sina. Niko na time kubwa sana katika ulimwengu tulio ndani yake. Na nitaendelea hivyo ndio nikaekae ulimwenguni nikihubiri. Niguo jikarage goko thi ndirarekia tene thieku. Na wewe urenda kumenya maundu mothe tene, mundu arekia wira ni guthii athiaga. Na ni wega ungirekia wira na atiri bata utinda ugithumbura andu guku thi, wagiriire uthii. Riu koguo nikio njikaga maundu pole kahora gafundithia kahora na mundu utaramenya uria areka reke njuge uguo, no ni ndiramenya uria ndireka tondu ona ndirenda matuku maingi ma guikara guku thi ngifundithagia na ndina kirigiriro giothe na uhoti wothe na hinya wothe wa gwika wendo wa Ngai. Numbers 20:10 inasema, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, you rebels, must we fetch you water out of this rock? Musa na Aaron wakawakusanya
kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, sikieni sasa enyi waasi. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? And Moses lifted up his hand and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also. Yeah. Ati pale tunaona ya kwamba walikusanywa pamoja na Anania akawauliza, inywe adwaya aremi, nyinyi watu hawa waasi, nataka tumcholee maji katika hii jiwe. Musa akaligonga. Hapo Musa amefanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Nao wale amewahitaji waasi. Kwa hivyo wote ni rebellious. Ya 2024 teremka chini kidogo. 2024. Hiyo two numbers 20. Mstari wa 24. Sitaki kusoma sana, time yangu imeenda. 2024. Wende ujisomee huko. At Aaron shall be number 24. Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because you rebelled against my word at the water of Meribah. Hey. Ate Aaron atakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa kuwa hataingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli, kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya Meribah. Kwa hivyo hata Aaron, kwa sababu ya kuasi, kuwa rebellious, Mungu akasema ya kwamba hataingia katika mji wa ahadi. Hallelujah. Wale wote walio wana rebel. Wale wote hawa hearken to do the will of God. Watu hao wote hawataingia katika ufalme. Ati you rebel, you have not to hinder the God's word. Wakati wowote tunakosa kukaa katika neema hiyo ya neno la Bwana na kulisikia neno la Bwana na kulitimiza neno la Bwana, tunakaa na shingo gumu, mioyo migumu. Ufalme wa mbinguni ni vigumu sana kupokea. Ati you rebel against my word. Nani huyo ameambiwa? Ni Aaron. I rebel against the word of God at the water of Meribah. Alikataa kusikia mapenzi ya Mungu. Wacha tuangalie katika Numbers 27, chapter 27. Luka pamoja nami katika 27 mstari wa 14 inasema 27:14. 27:14. Sorry. Ilienda kubali 27:14 inasema, for you rebelled against my commandment in the desert of sin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes. That is the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of sin.
kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini, wakati wa matendo ya makutano, wala hamukunistahi hapo majini mbele ya macho yao. Maji hayo ndio maji ya Meriba ya Kadesh katika jangwa la Sini. Akina Moses, for you rebels against my command. Kutofanya mapenzi ya Mungu, kutofanya the will of God. Siku ya leo, what is the will of God? Will of God ni tufanye watu wote waweze kuokolewa. Will of God today is to preach. Preaching. To make all the people to be saved. Bwana asifiwe. Katika kuamini kazi ya Kristo Yesu, kuamini the work of Christ. We believe the work of Christ. And what is the work of Christ? Death, burial and resurrection. Wakati tunapoamini hayo yote, tutaweza kufanya kazi ya Mungu iweze kuwa katika ukamilifu wote katika maisha yetu yote. Deuteronomy 1:26. Deuteronomy 1 mstari wa 26 inasemaje? Inasema, notwithstanding you would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. Lakini hamkukubali kukwea huko. Mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu. Rebels, kukataa. Numbers 1:43. Numbers, nafanya hii video nimalize hii topic leo. Numbers 1:43. Nataka uone 1:43 inasema, those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were 53,400, wale waliohesabiwa katika kabila ya Neftali. Hallelujah. Na alafu hapo tu Numbers 9, Luka mpaka Numbers 9, Numbers 9:23. Numbers 9:23. Ah, 23 inasema, Numbers 9:23 inasema ya kwamba, at the commandment of the Lord they rested in the tents, and at the commandments of the Lord they journeyed, they kept the charge of the Lord, at the commandment of the Lord by the hand of Moses. Bali lilipoinuliwa walisafiri kwa amri ya Bwana, walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda malinzi kwa Bwana kwa mkono wa Musa. Hallelujah. Kutoka wakati ule walimjua. Mwongozo ni wa Mungu. Mna wakati wote Mungu alikuwa anataka watembee
aliwaongoza. Wakati alitaka wakae chini, walikaa chini. Kwenda, kutembea na kutotembea. Ni Mungu aliwaongoza kwa hayo yote. Hiyo tumesoma ni 23. Tumesoma 23. Wacha tusome 20. Na tumesoma 23. 23, yes. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya haya yote. Ametupa ndio tuweze kuelewa na kutambua mapenzi yake. Deuteronomy 21. Deuteronomy 21, 27. Sorry. Mstari wa inasema no, not 27. Ni mstari wa Deuteronomy 21:18 na 20. Kwanza wacha tusome 20. And they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is glutton and a drunkard. Number 18. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not, namwambia kuna masumbufu fulani pale, which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him, will not hearken unto them. Bwana asifiwe. Mtu akiwa na mwana mkaidi, mchupafu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapo mwadhibu hawasikizi. Number 20. And they shall say, ni Kiswahili, wawaambie wazee wa mji wake, huu mwana wetu ni mkaidi, mchupafu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi. Hiyo ndio ilifanya waweze kuwapatia sheria ya mambo yale yote waliokuwa wanayoyafuata katika maisha yao. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo sheria wakati ilikuja ni kwa sababu ya watu kuwa rebellious. Kukataa mapenzi ya Mungu. Kukataa Mungu aweze kuwaongoza. Wakikataa mapenzi ya Bwana, wanafika kuwa katika nafasi ya kuwa rebellious. Na wakati wamefika kuwa katika wamefika katika nafasi ya kuwa rebellious, wanakataa shauri la Bwana. Kwa hivyo kile kitawaongoza ni nini? Ni sheria. Na ile sheria itafanya nini? Itawaadhibu. Wakati ule mwanadamu amerebel, amekataa kuhid mapenzi ya Mungu ama vile Mungu anavyotaka, lazima akutane na mapigo.
kwa sababu ya your action. Acha niseme hivyo. Kwa sababu ya tabia yako, kwa sababu ya kutotenda mapenzi ya Mungu. Unakutana na nini? Unakutana na vita. Unakutana na hali. Walikuwa wanakutana na mapigo. Si tumeona wamepigwa. Wale watoto watukutu. Wazazi wanawatandika. Na wanasema hawa watoto wetu ni watukutu. Ni walevi. Ni maraya. Ni watu hawasikii. Ni watu hawezi ongozwa. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Hata kama hayo yote iko, hata kama sheria imekuja ndio iweze kutupeleka, Mungu hakukosa kumtuma mwanae Yesu Kristo. Kwa sababu ya huruma zake, amemtuma mwanae ndio aweze kuja, aweze kuturedeem katika hali ya dhambi, hali ya uovu, hali yoyote ile imekuwa kizingiti katika maisha yetu. Umeokolewa kwa dhamana. Wewe ulitoka damu ya mwanadamu, haukutoka damu ya ng'ombe wala ya mbuzi. Wewe haukutoka katika mambo ama vitu vya ulimwengu. Wewe umetoka katika mkono wake Bwana. Umefunguliwa. Wewe umeokolewa. Na si kuokolewa tu juu. Umeokolewa from inside. Wewe umeoshwa. Na sio kuoshwa kwa juu. Umeoshwa from inside. Hallelujah. Ulebo wako wote wewe hauko outside, uko inside. Sababu ulebo ule ni ile hali ya kukubali kuongozwa na Bwana na kufanya mapenzi ya Mungu. Wewe Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Na alikujali kabla usaliwe. Aliweka mwanae, seed of woman, ndio iweze kusimama katika mwanya wa kukuokoa na kukuweka katika nafasi ile unaofaa kuwa ndani yake katika maisha yako. Nashukuru sana Bwana, ni kwa sababu ya time. Time yetu imekwisha. Na kwa sababu imekuza, hatuna budi ila kufunga our service na our topic. Kesho tutaweza kuingia katika another topic, new topic, na Mungu ataweza kutusaidia ni gani tutaweza kunena juu yake. So ninakuomba kuanga kila wakati makini kusikiliza ndio uweze kusaidika katika maisha yako ya rohoni. Sababu neno la Bwana inanena kuhusu tu maisha yetu ya rohoni, mwongozo wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Na kazi Kristo Yesu aliyotufanyia hapo awali kabla sisi hatujazaliwa. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, pokea sifa. Asante ni kwa sababu ya upendo lako Bwana Jehova Jireh lile umetupa katika maisha yetu. Tunasema utukufu wako Bwana ni wa ajabu, na uzima wako Bwana mfalme umekuwa ndani yetu. Asante ni kwa sababu ya kibali chako na furaha yako ile umetuonyesha katika uwezo wako mfalme. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Thank you.